hapa Tabora kuna mambo ambayo yanatokea hapa. Kienda Izimbili kuna nyoka yuko katikati ya mlima ule. Ukisikia neno Ipuli haikuwepo zamani, ilikuwa isevu ya makaburini, lakini Ipuli ilitokana mwaka 1936 alipozama yule tembo nyuma ya makaburi ya kanisa. Baada ya kuzama sasa wale Wanyanyembe wakawa wanaulizana mwekuzia kuipuli, ndio likapatikana jina la Ipuli. Lakini Gongoni kulikuwa na kambi ya Wangoni. Unaona? Bachu Ground hapa kulikuwa ni Uzunguni. Hata hiyo Kiloleni ilitokana na watu walikuja kuwashangaa au kuja kuwatazama wale mateka wa Kitaliano ambao walikuwa wamewekwa pale Rufuta Kirabu. Na ndo hata lile bwawa la Ikindwa walikuwa wamechimbiwa bwawa kwa ajili ya kwenda kufua nguo zao, ndio ikaitwa Ikindwa. Lakini utalii wa Tabora tuna utalii kama sehemu 14 huko milima ya Nkindu, kilomita 14 kutoka hapa. Kuna Onyayo wa Nseneki aliyekanyaga akaacha na sehemu aliyochomeka mkuki. Lakini ukitoka hapa ukaenda Uliankuru, kuna mlima unaitwa Ichemba, Isela Magazi. Kuna asali huwa inavuja kutoka juu ya pango. Ile asali haijulikani masega huwa yamebanwa wapi na nini, lakini ni usiku kucha mchana kutwa. Hata leo tukienda kutoka hapa mpaka pale ni kilomita 170. Lakini tuna mlima wa Hundi Goeko, kilomita 18. Kuna vijana walikuwa wakicheza pale nje ya lile pango. Walipoingia mle ndani, mmoja akawa amepata bahati akajamba. Hasa baada ya kujamba wakaanza kubishana. Umejamba Maganga? Hapana. Labda Luziga? Hapana. Mwingine akasema labda jiwe limejamba. Basi ile jiwe likachukia likawafunika mle. Ukabaki mlango kidogo. Siku kuzuri huwa kuna ngoma zinasikika na sauti za watu. Lakini haitoshi hapa. Hapa Kiloleni tuna bwawa linaitwa Madogoli, kile kisima 3 ya watu wa Kiloleni, Ikindwa na Kidatu inaoitwa sasa hivi. Mpaka huwa wanachota maji lakini yale maji hayaishi. Lakini isitoshe hapa kuna njia, huyu bwana Alioba alitoka South Africa, alikuwa akienda North Africa. Ile njia aliyopita siku moja mpaka leo lile barabara huwa halioti majani. Inaitwa Ikululia Mwalioba. Sasa kuna mengi sana Tabora. Kwa hiyo isitoshe sio hivyo tu. Hapa Tabora tuna asili moja. Ukienda pale walipojenga kanisa la Roma, kuna pango ambalo ukienda kama mita 22 na 3, ukiangalia kwa mbele kule unaona kuna yale majani huwa yanaota kwenye mabwawa yanayoonekana kule kwa mbele. Lakini bila kujua kwamba hilo bwawa hayo maji yako wapi, yamo ndani ya huo mlima au wapi. Maana ukizunguka upande wa pili hukuti vitu kama vile. Huo nao ni utalii wa Tabora. Lakini tuna nyuki wa Pula ambao hata ukiingia pale maeneo yangu pale Kiloleni White House takupeleka kwamba nyuki wa Pula ni hawaumi, hawafanyi nini na wana asali. Lakini isitoshe hapa Tabora kuna mambo ambayo yanatokea hapa. Kwa mfano tuna sehemu inaitwa Itetemia. Itetemia pale napo vile kuna Unyayo. Lakini ukienda Izimbili kuna nyoka yuko katikati ya mlima ule, ambaye kichwa chake kiko thauzi, alafu na huku haijulikani kwamba mkia uko wapi. Lakini pale chini kwa vipimo maalum kuna madini yapo pale. Hata Mr. West alipoingia pale aliweka alama yake, lakini wakashindwa kuchimba kwa sababu yule nyoka akitenguliwa pale, ina maana maji yatakayotoka pale yanaweza yakaathiri umma. Tabora kuna mengi. Kwa hiyo Tabora hapa pana mengi. Mwalimu Nyerere alisoma shule hiyo hapo. Baada ya kusoma hapo, lakini alirudi kuwa mwalimu hapa, maana baba yake alikuwa chifu. Akawa kwa nini mimi nisije nikawa mtawala? Lakini ile wazo lilipokomaa ndipo alipokuja hapo ambapo sasa hivi upo mnara wa Mashujaa. Mnara wa Mashujaa. Ule mnara wa Mashujaa, mkutano wa kwanza katika Utatu Mtakatifu ulifanyika pale. Lakini baada ya kufanyika pale aliweza kupata ushauri. Wakiwepo kina marehemu Mzee Mgumia, kina Charles Kidifu Kalelanda, kina Ramadhani Kisendi, kina Shabani Jegi. Walikaa kwa pamoja wakamshauri, kijana, unataka kwenda kweli kudai uhuru wa nchi hii. Je, utatumia njia gani ili uweze kueleweka? Na ndipo ilipita harambee hapa, wakamchangia sumni kwenda kudai uhuru. Lakini kabla hajaondoka alipata ushauri kutoka kwa bwana mmoja anaitwa Afreji kwamba bwana, wewe unaenda kule utafika utakuta kuna viti vitatu. Toka kwenye Utatu Mtakatifu
utakuta kuna office chair ambayo ni ya mzungu, utakuta kuna raise chair ambayo ni ya Mhindi, lakini utakuta kuna kigoda ndo chetu sisi wa Afrika. Na kweli kwa sababu alitoka ana somo maalum na tahadhari, alipofika kule hakukalia hivyo vitu vingine, alikalia kigoda. Kwa hiyo Nyerere akawa amepata uhuru bila ya kumwaga damu. Bila kumwaga damu. Taifa mpaka leo linajivunia amani hiyo. Kwa hiyo ndio maana utalii wa kwanza tunao, hata hiyo sanamu yake ni utalii sanamu ya Nyerere. Lakini Nyerere 1964-65 alipoamua kufuta utemi alikuwa na maana moja. Alileta tafsiri tofauti kwamba utemi akatafsiri kwamba ni ubabe, lakini haukuwa ni ubabe. Utemi kiasili alikuwa anaitwa mtawala, lakini katika utawala huo baada ya kufuta ule utemi akasahau kitu kimoja. Kulikuwa na magavana, lakini gavana hajatoka mpaka leo yupo. Kuna watu wanaitwa maafisa tarafa. Kulikuwa na wanangwa, mwanangwa mpaka leo yupo, ni mtendaji wa kata. Kuna mwanangwa wa kitabu alitoa, lakini mpaka leo huyo mwanangwa yupo, ndo watendaji wa mitaa. Unaona? Sasa ndani ya utawala ule alichokibadili pale ni majina tu, lakini kitu kilibaki pale pale. Na tukiangalia mfumo wa kwanza, sisi tulikuwa tukipata redio kwa bwana shamba, aiza kwa na afisa elimu, ndio nakwenda kusikiliza pale, na redio mbili, redio KBC na RTD Radio Tanzania. Dar es Salaam. Ina maana hatukuwa na sehemu nyingine. Jamani, asante. Asante sana mzee. Shukrani sana. Umenipa kitu kikubwa sana ambao sio kufahamu. Lakini nafikiri nitafika. Umesema kwa Kaloleni. Nitafika Kaloleni kuzungumza nawe mengi zaidi. Nataka nifahamu Tabora katika upana wake. Leo tumekutana katika muda mfupi sana. Yaani Tabora mimi nitakwambia katika vijiji 3,627, 3,627 na 42 hivi, mimi naweza nikakunani nikakupa asili yake na nini. Shukrani sana mzee. Huyo ndo mzee Saidi Rashid Msonga kutokea mstaa wa Sheikh Sharif Kiloleni hapa mkoani Tabora. Anaifahamu Tabora vibaya mno, na ni kuahidi pia mtazamaji wa Daily News Digital nitafika Kiloleni kwake kabisa kwenda kuipata historia kamili ya mkoa huu wa Tabora na vijiji vyake. Amevitaja zaidi ya vijiji 100 ambavyo wanavifahamu viko hapa ndani ya mkoa wa Tabora. Asili ya makabila hapa ndani ya Tabora yote anafahamu, na anakuambia kabila halisi la hapa Tabora ni Wanyanyembe, sio Wasukuma wala Wanyamwezi kama ambavyo watu wengi wanafahamu hivi. Mimi ndangu jina nimekosa mjua jina, hii ni Daily News Digital. Endelea kusubscribe, comment na kulike, lakini pia tufuatilie katika mitandao mingine ya kijamii pale Instagram, Facebook na X kwa kuandika habari leo_TZ. Shukrani.